ndugu Nikolaus Francis Shayo, ni mkazi wa Kimara, kata ya Kawawa. Mimi nilikuja katika kata hii mwaka 1999. Kulikuwa ni mapori makubwa, wanyama tu, na kwa kweli nimekaa huku na watoto wangu mpaka nimejukuu. Hili jambo ambalo limejitokeza limenipa pressure. Nikajiuliza kuna nini, sijajua. Lakini tulivyochukua uamuzi wa kufuatilia hili jambo kwenda kwa mkuu wa wilaya, kwa kweli majibu tuliyoyapata yalitusononesha, kwa sababu tunalazimishwa kukaa kwenye maridhiano na mtu ambaye tumjui. Huyo anayesema kwamba ni mwekezaji, sijawahi wala sijasikia tangia 99 niliyofika huku. Na katika maelezo tukataka huyo ambaye ni Omar Kadiri aje. Alipokuja ni mama mmoja, tulichokigundua ni kwamba anasukumwa tu ajui chochote, kwa sababu hakubeba hata karisiti hata kamoja. Ukiuliza mkuu wa wilaya anamtupia afisa wa ardhi, anamwambia mjibie. Sasa tukajiuliza huyu ajibiwe vipi? Hatukuweza kulielewa. Kwa hiyo tukaona kwamba hii ni unyanyasaji, ni lazima tutafute mbinu mbadala ya kusikika. Tukimwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukimwomba mama yetu Samia, wewe ni mama yetu unatulea, mama unajua uchungu wa watoto wako. Tunanyanyasika, hatujui tuende kwa nani, hatujui tumlilie nani. Mama, afikiria watoto wako tulioko huku Mlandizi, kata ya Kawawa. Tumevamiwa bila hata huruma. Tunaambiwa sisi kwamba kama hatutaki tuende mahakamani. Hii inakuwaje? Kwa sababu kama ni kupewa mahali, tunajua kwamba kuna utaratibu wake. Wanakuja, wanakaa na wananchi, wanatafuta sasa kufahamishwa au kuomba ile eneo kwa ajili ya kazi yote, kama ni kilimo chochote, na kutakuwa na muktasari, kutakuwa na watu na wazee. Lakini kitu kama hicho sijawahi kukiona katika kata hii ya Kawawa. Ila Mheshimiwa, popote pale ulipo, Waziri Mkuu, amini watu wako tunanyanyaswa, hatuna pa kukimbilia. Mama yetu Samia, tunakuomba kokote ulipo, wewe ni mama mlezi, ni mama unajua uchungu. Sisi tuko huku umri wetu sasa umekwisha. Tumetoka huko tukatafuta maeneo yetu, kwa sababu tulipokuja huku hatukuja kwa kuja kununua tu, hapana. Ilikuwa ni Waziri Mkuu ambaye ni Waziri Mkuu Kawawa mstaafu, ni marehemu, akasema anahitaji wakazi wa huku. Sasa kama Waziri Mkuu Kawawa alijua kwamba huku kuna mwekezaji, nadhani kwamba asingalituleta. Kwa majina naitwa Emmanuel Njauzi. Mimi huwa napenda kusema ukweli, na nimeapa nitasema ukweli mpaka siku Mwenyezi Mungu akisema nakuita. Mimi tangu nimenunua sehemu yangu ya shamba langu na mwaka wa 15. Nilinunua mwaka 2011. Kihalali kabisa, taratibu zote ambazo zinaruhusu serikali ya kijiji wakati ule wakanigongea meuli, nikalipa na ushuru wa kijiji. Nimeendelea kukaa hapo, nikaanza ujenzi. Nakumbuka mwaka jana 2025 mwezi wa 4 tulijiwa na mawazo kwamba kwa nini tusipime viwanja vyetu, tukapata hati. Tukafanya mpanga, akaja afisa ardhi wa halmashauri mdogo wa Mlandizi. Tukafanya kikao ofisi ya serikali za mtaa, watu walikuwa ni wengi tu. Akatuambia faida ya kupima na faida ya kuwa na hati. Baada ya kufanya hivyo, tukakubaliana kwamba kama ni kupima, halmashauri ndio itakayotupimia. Wananchi wakachagua uongozi wa kamati ya urasimishaji. Niseme labda bahati nzuri nikachagua kwa mwenyekiti wa kamati ya urasimishaji wa kusimamia upimaji wa viwanja vyetu. Tukaanza taratibu, kaandika barua kwa mkurugenzi. Mkurugenzi akatulifaa benki ya kutudhamini, tukafungua akaunti.
wananchi wakaanza kuchangia mpaka sasa hivi nafikiri kwenye benki tuna kama milioni kama 11 au 13 hivi. Sasa mwaka jana mwezi wa 9 tukataka tuanze upimaji, na tangu nimekuja hapa hatujawahi kusikia kwamba sehemu hii kuna sehemu ya mwekezaji. Na bahati nzuri afisa mpango miji wa mji mdogo wa halmashauri tulipomuuliza akasema sehemu hii mpaka nakuja mimi kuambia iko safi, haina tatizo. Mwaka jana nakumbuka ilikuwa ni tarehe 11 mwezi wa 9 ilikuja greda ikiwa inaongozwa na Wamasai na mtu mmoja ambaye ni mpimaji, wakaanza kuweka mikuza. Wananchi walipoona wakawauliza, wakasema ili swala mkaulize mkuu wa wilaya. Wakampigia mwenyekiti wetu wa kitongoji. Bahati nzuri ana pikipiki akafika. Alipofika pale wakamwambia taarifa zote anazo mkuu wa wilaya. Nazungumza ili kwa kusikitika. Mwenyekiti nilivyoambia kwamba alinyanyua simu akampigia mkuu wa wilaya, akaambia hao watu nimewaruhusu mimi. Mwenyekiti alafu wakati wananchi wako pale pale aliwaambia jamani, hiji tumsikizuie, kinalipwa kwa masaa. Sasa baadaye watu tulipopata taarifa tukajiuliza, mwenyekiti alijuaje kwamba hiki kitu kinalipwa kwa masaa? Hapo ndo tulianza kujiuliza kwa uelewa wetu. Aliongoza hilo greda, mimi kwangu wamenichukulia eka karibu 7. Na nyumba ambayo nimejenga iko kozi ya 4. Yaani greda nusura ivunje. Mananasi kama 40 yalivunjwa. Kulikuwa na malimao, miti ya malimao, michungwa, mifenesi, miembe, greda lipita mle likavunja. Likaenda kwa wengine. Sasa baada wananchi kutupigia simu kwamba kuna kitu kama hicho, kesho yake kuja tukakutana mwenyekiti, tukaamua kuitisha mkutano na wananchi. Tukakaa kujadili hilo. Wananchi tukaorodhesha majina yao na namba zao za simu, tukakubaliana swali tupeleke kwa mkuu wa wilaya, kwa sababu mwenyekiti alishatuambia kwamba ampeleka kwa mkuu wa wilaya. Lakini mwenyekiti nikamuuliza, hao wakati wanakuja kuna barua yoyote uliletewa? Kwamba kama mkuu wa wilaya kwamba mwenyekiti, hao watu wamepitia kwenye mkono yangu na uwape ushirikiano, wazungushe greda, wafanye nini? Sehemu yao uhakiki. Akasema sina barua. Baada ya kufanya mkutano tukachaguana, bahati nzuri mimi kama mwenyekiti wa kamati ya urasimishaji na wenzangu tukua watu kama 15 tukaenda kwa mkuu wa wilaya. Tukamkuta tukaongea naye. Ukweli walokuwepo pale nilipandwa na pressure. Kwa sababu mkuu wa wilaya maneno aliyotujibu mimi kwangu yaliniathiri mpaka sasa hivi. Hayakuwa majibu ambayo yako tayari kusaidia wananchi kujua kwamba tatizo la wananchi likoje. Yeye alichosema kwamba mimi namtambua mwekezaji na sheria inaniambia nimlinde mwekezaji. Kwa maana hiyo kilichofanyika mkuu wa wilaya sisi hatutambui. Kwa sababu anasema yeye sheria inamruhusu kulinda mwekezaji. Nikamuuliza mkuu wa wilaya tungeweza kupata document ya yule mama ailete hapa tuangalie hati yake kama ni ya ukweli. Anasema hapana, hiyo huwezi kuipata mpaka mahakamani. Anasema cha kufanya kuna vitu viwili. Kuna kukaa kwenye meza kufanya maridhiano au kwenda mahakamani. Sisi tukawaambia kwamba tuchague, tukasema tuwezi kutoa jibu kwa sababu sisi tumo na wananchi. Turudi kwa wananchi tuwaambie kwamba mkuu wa wilaya ametuambia hivi ushauri wake. Na tukarudi kwa wananchi tukaitisha mkutano tukawaambia wananchi wakakubali kwamba twende kwenye maridhiano. Baada ya kwamba mnaweza mkaenda mahakamani. Mkishindwa akienda mahakamani kukazia hukumu, greda itakuja kuvunja, ina maana utakuwa una chochote. Lakini mkianza maridhiano mkishindana, mnaweza mkaenda wapi? Mahakamani. Wananchi wakaamua tuingie mahakamani. Tukarudi tena kwa mkuu wa wilaya. Tukamwambia tuko tayari kuingia kwenye maridhiano. Akasema sawa. Sasa toka wakati huo mimi nisema kwamba ilikuwa kama ni danadana. Kwa mkuu wa wilaya tumeenda mara 6. Anasema mama, kwanza tulipoamini kwamba maridhiano tunayafanya, tulijua mkuu wa wilaya atamuita huyo mwekezaji Mariam akae kushoto au kulia na sisi tukao upande mwingine akae katikati, tuanze kuongea yale yanaitwa maridhiano. Kwamba bwana mwenzangu wewe ulipataje? Mimi nilipata hivyo, ulikujaje? Tuangalie pale, ndio ilikuwa maridhiano. Lakini badala hii haikuwepo. Yeye mkuu wa wilaya alisema ina maana amniamini. Tukasema tunakuamini wewe ni kiongozi kwa nafasi yako. Lakini tungempata huyu tuongee naye. Kila tukimuuliza anasema hili swala niendeni mahakamani. Kila tukimuuliza document anasema hili swala la mahakamani, mahakama ndio inatoa hati.
Akasema mimi hati nimeiona. Sisi kweli tuliendelea kuvumilia. Mara ya mwisho akatoa taarifa kwa mwenyekiti kwamba atakuja tarehe ambayo ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa 5, atakuja na huyo mama Omari, mke wa huyo Mariam. Tukaitisha mkutano, wananchi wakaja wengi. Na akasema ninapokuja hapa nataka nikutane na viongozi kwanza wa kamati. Tuongee kikao cha ndani. Tukimaliza nitoke kwenye mkutano waanje kuongea na wananchi. Tuliambia kwamba saa 2 lakini siku alikufika saa 4. Tukaingia kwenye kikao hicho cha ndani. Yule mama akamtambulisha, mimi ndio wa kwanza. Mkuu wa wilaya kuelezea akasema mna maswali. Mimi ndio wa kwanza. Nikamuuliza mama, wewe ndio mwekezaji? Akanitizama hivi, akageuka kunitizama sura yangu. Nikamwambia mama, mimi na miaka 10 karibu na 5 hapa. Tumepambana na watu wa Ngeta ambao waliondolewa huko kwa mujibu wa taratibu wa sheria ya mwaka 74 vijiji vya ujamaa. Walitolewa wakaenda huko wakaleta watu wengine. Tumepambana wataka kurudi kwa mgongo mwingine, tumepambana mpaka mgogoro umemalizwa na waziri wa ardhi Slaa. Sasa wewe ulikuwa uko wapi leo unakuja unasema kwamba ni sehemu yako? Una hati. Mkuu wa wilaya, najizungumza kwa mkuu wa wilaya mara ulipo, nilisikitika na unajua kama Njauza alisikitika kutokana na kauli zake. Kila tukiulizwa unasema hilo swali linaulizwa mahakamani. Sasa nikasema huyu mama umemleta hapa wa nini? Alafu kicha kusikitisha, mkuu wa wilaya alikuja na vyombo vyake vya ulinzi, mapolisi. Lakini kwenye mkutano alikuwa mkuu wa upelelezi wa kituo cha Mlandizi. Tulipogangania habari ya hati, mkuu wa wilaya anasema mkikataa maridhiano na nyie tutakuja tuwaoji hizo document mlipataje viwanja. Mpaka mimi nikamwambia hili swala wewe alikuhusu. Sisi hapa hakuna mtu ambaye aliiba kiwanja, tumenunua kihalali. Msitutishe hapa. Ukweli tukavutana, baadaye ikaonekana kwamba tuende nje na mwenyekiti na kamati tujadiliane, turudi toe majibu. Tulipoenda nje tukaongea kama dakika 10, tukarudi ndani kwenye mkutano huo. Mkutano haukuwa mzuri. Mkuu wa wilaya akasema mimi wananchi taenda kuwaambia. Ukweli tutoka nje watu waliona sura zetu zimenyong'onyea. Tukakanje kwenye mkutano, mkuu wa wilaya akatoa story jinsi ilivyokuwa tulivyoanza alipofikia, akasema huyu mama ndio tena, akamwambia asimame muone. Yule mama akasimama hivi. Bahati nzuri walikuwepo wenzetu wa Matuga. Wakina mama akamwambia, "We mama, umetuvunjia leo, tuna mwaka wa 4 tunalala nje. Tunateseka. We mama ni mzazi, umezaa watu. Unatutesa kwa kutaka kutudhulumu hali zetu." Hao ni watu wa Matuga, sio sisi. Naona. Kwa hiyo ule mkutano ukuisha vizuri. Sasa sisi hatukuelewa mwanzoni, sisi ambao kidogo tunauelewa fulani tulishajua ni mchezo. Lakini ambao walikuwa haelewi ni mchezo walibaki hivyo hivyo tu. Mwisho akasema mimi sasa nataka mniletee majibu. Walokubali ni wangapi na ambao wakubali na huu uamuzi ni wakina nani. Akaondoka na huyo mama na grupu yake wakaondoka, tukakaa pale tukajadiliana na wananchi, tukaweka kikao siku nyingine, wananchi wakaja. Cha ajabu mwenyekiti wetu wa kitongoji kauli alikuja nayo ni ya kutugawa. Na mnakumbuka wananchi ambao mlikuwa tulikaa darasani, tulikaa pale ofisini, mvua ikanyesha tukaenda darasani. Tulikuwa na mwenyekiti, tulikuwa na diwani, tulikuwa na mtendaji. Na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Tumekaa mle, kilichotokea ni kutugawa kwamba wanaosema maridhiano wangapi na wanakataa maridhiano ni wangapi. Kwa hiyo wale ambao wanakataa maridhiano na taarifa ambazo zilikuwepo, mwenyekiti alimchukua mama mmoja ambaye ni msaidizi wake pale ofisini, akawa anapita kwenye nyumba za watu kwamba mkubali maridhiano, msije mkavunjiwa kama watu wa Matuga. Alikuwa anashawishi watu. Na taarifa tulizipata mwenyekiti, mimi nilimwambia. Kwa sababu kile kilichokuwa kufanyika na sisi ni watu wanatuambia ambao tuko mjini. Kwa hiyo tayari akawa ametengeneza grupu lake ambao wanataka maridhiano wakina nani, wasotaka maridhiano ni watu gani. Lakini na sisi tuna akili. Kweli mkutano huo siku hiyo haukuisha vizuri. Tukatawanyika, ukatishwa mkutano mwingine, tukaenda pale tena, hapo ndio ikaribika. Tukakuta kwamba yametayarisha hao watu wa kukubali maridhiano walifika watu 90. Sisi tulikuwa watu 40. Eka zetu ambazo wanasemekana kwamba ziko kwa huyu mama Mariam ni eka 439. Sisi watu 40 tuna eka 280 na ambao ni wachache. Watu 90 ndio wamebaki na hivyo vieka hivyo vidogo hivyo. Kwa hiyo kwa wera wetu sisi tukasema hatukubaliane maridhiano ya namna yoyote yale. Huu ni mchezo. Nilienda wizara ya ardhi kwenda kulipia hati
land search, ambayo land search ni hii. No, hii hapa. Hii land search hii nilipa shilingi 40,000 Wizara ya Ardhi. Ikawa nimeilifaa kwa katibu mkuu Wizara ya Ardhi. Siku aliwaambia kwenda kuchukua majibu. Majibu yalikuja kwamba hii farm namba 28 ambayo inaapia huku kwetu, anasema huyu alisalenda serikalini tarehe 2 mwezi wa 9 2024. Kwa hiyo hati haipo. Farm namba 28 ambayo ndio ya Wazegereni, na sisi huku wazawa kuna mpaka upo, ni bonde. Huu ni mchezo ambao unaofanya Club wanataka watujanganye kama walivyowafanyia kule mambo ya kiuni. Sasa hii hati hii land search hii ni msema ukweli, na tarehe ilipotoka imetoka tarehe 13 mwezi wa 3 ndio ilipotoka hii, na huyo alisalenda 24. Ina maana hata anakuja kutufanyia ule kupitisha greda hakuwa na hati, kwa sababu ilikuwa salenda ofisi ya rais, na mpaka sasa hivi hii farm hati yake iko ofisi ya rais. Mkuu wa wilaya alipokuja kwenye kikao cha ndani, nilimuuliza, alikuja na alamani zao wamechora na akaja na mtu wa ardhi. Nikamuuliza, wewe umetoka wizarani au mkoani? Akasema nimetoka mkoani. Nikamwambia nikitoa hati, nikitoa document yote inaonyesha kwamba hii nani ilishasalendiwa, haiko hai, utakubaliana na mimi? Kumbe mwenyekiti wetu wa kitongoji Liamwia alisha, kwa sababu alikuwa na kopi, alishampelekea mkuu wa wilaya, wote walikuwa nayo. Yule akajibu akasema hii dokumenti alisalenda, lakini ameomba matumizi mengine. Ameomba matumizi mengine, lakini mimi ninachosema hii mpaka tarehe hii inasema haiko hai. Mpaka tunavunjiwa, anapitisha greda, anafanya uharibifu, haiko hai. Sasa cha kusikitisha, nasema ukweli, Mungu atanisimamia, hata mahakamani unaapa. Baada ya kumaliza mkutano huu wa siku hiyo, mwenyekiti wetu kati ya wananchi amepita, anawaambia wewe kubali maliziano, mimi nitakupigania ubakize, kama una eka 10 upate eka 5. Diwani naye amefanya hivyo, mtendaji naye amefanya hivyo, ushahidi tunao. Kama ni hati halali, kwa nini mnabembeleza watu wakubali kuachia sehemu yao? Wao wamekuwa ni wakala wa mwekezaji. Kwa sababu mwekezaji ningekuja akani approach, bwana wewe usinaweka nani? Kubali maliziano, mimi nikuachie eka 2. Ningekubali. Hawa viongozi wanahusikaje? Alafu nataka kusema kingine. Hii sehemu ya kwetu kuna watu wana hati ambazo ni halali, hizi hapa. Wana lamani, nimepima kila vitu vika hati. Tuliwahi kuuliza hati inakaaje juu ya hati? Ina maana kama yule mama alikuwa na hati, hii au amepimaje? Sasa hii ni kitu gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakumbuka kuna hotuba moja ulitoa nalo gazeti, sio ulikuwa ni mkoa gani, ukasema viongozi msiwe madalali kwa wananchi kwenye ardhi yao. Acheni wanaotaka ardhi waende ongea na wananchi, na wananchi wafaidike na mali zao. Gazeti nalo ikiwa waziri anasema hivyo. Sisi hapa tunafanyiwa hila, na sisi tunachosema, msimamo wetu ambao tukata maridhiano, huyu mama kama ana hati kweli aende atushtaki. Hilo nalisema kutokana na kauli ya mkuu wa wilaya alosema kwamba yeye yuko pale kumlinda mtu mwenye hati. Kama yeye ana hati aende atushtaki, sisi ndo wavamizi, tunamsubiri. Lakini cha majibu anayatoa kwamba sisi ndo twende mahakamani. Sisi hatuendi mahakamani, aende yeye aje atushtaki. Tutaangalia sheria, kwa sababu mlindi mtu mmoja, tuangalie nani mwenye haki na nani ambaye hana haki. Kwa hiyo malalamiko yangu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, tunakuomba mama, huku kuna watu wazima, mimi umri ulikuwa nao, siwezi tena kutafuta hela kununua sehemu nyingine wala kujenga. Nao wenzangu retired, tumechoka, tumenunua miaka, tumeendeleza maisha yetu ni hapa. Leo hii wanatokea wajanja, wanachafua serikali yako, wanataka kutudhulumu. Tunaomba hili jambo mlifanyie uwepesi. Sasa tunaona kuna mchezo mchafu, na ushahidi upo. Watu ambao wali approach kwamba mkubalia malizano, mimi nitawafanya hivi, diwani amesema hivyo, ushahidi tunao, na mtendaji amefanya, tunao ushahidi.
kwamba wanatulagai, tukubalia maridhiano ili tunyang'anywe, na sisi hatuko tayari. Kama wanataka kuwa mashahidi, wataenda kuwa mashahidi wa huyo mwekezaji mahakamani. Kwa hayo machache, Rais, Waziri Mkuu, Waziri wa Ardhi, njoni tumheshimu marehemu Kawawa alotuleta huko au aloleta watu huko. Heshima yake ipo. Tuna shule ya sekondari, tuna shule ya msingi Kawawa, kata ya Kimara, kata ya Kawawa, mtaa wa Kimara. Mje mtusikilize, mje mfike kwenye mara penyewe, leteni vyombo vyenu vije viangalie, vichunguze, mtagundua mchezo mchafu uko wapi na nani ameufanya huo mchezo. Vitu viko wazi. Asanteni sana. Ndio. Habari mkurugenzi. Safi, habari ya kwako? Salama, kwema? Kwema. Pole na majukumu. Asante. Nani? Naitwa Nyorobi. Mwanahalisi, karibu. Ndio. Bwana samani mkurugenzi. Ndio. Jana nilikwenda kitongoji cha Kimara, kata ya Kawawa, wilaya ya Kibaha, mkoani Pwani huko. Ndio. Wana tatizo moja, wanalalamika, wanadai kwamba wanapokonywa maeneo huko kitongoji cha Kimara, kata ya Kawawa na mwekezaji mmoja. Sasa wanadai sasa hivi utaratibu uliofika ni kwamba yale maeneo ni wanapunguziwa, wanapewa hekari 80, alafu hekari zaidi ya 400 huko zinabebwa. Tukaona tusilikalie kimya, tukupigie mkurugenzi, tuone namna ambavyo unalifahamu hilo tatizo. Huo mgogoro na ufahamu kwa kiasi. Ndio. Naweza nikauelezea pia kwa kiasi hicho hicho. Ndio. Nafahamu kwamba kuna mgogoro ndio wa wananchi na mwekezaji. Sawa. Na hilo eneo ambalo linagombewa ndio kwa nyaraka zilizopo ni eneo la mwekezaji na lina hati. Okay. Sawa. Ndio. Kwa taarifa zilizopo wananchi ndio walovamia eneo la mwekezaji. Sawa. Ndio. Lakini sio kuvamia, ni kwa kuwa pia mwekezaji huyo hakuwa amefanya maendelezo kwenye eneo lake kwa muda mrefu. Okay. Kwa hiyo eneo kwa kuwa limebaki halitumiki kwa muda mrefu, kwa hiyo wananchi wakajihalalishia kuona kwamba ni eneo la serikali. Okay. Wakaendelea kujenga na viongozi pia wanawaongoza na nini. Kwa kuwa hiyo hati haikuwa mikononi mwao. Sawa? Sasa mwekezaji anataka kuja kufanya maendelezo sasa kwenye ardhi yake. Ndio. Anakutana na wananchi tayari wamevamia eneo, wanapatumia. Ndio. Unaona? Sasa serikali imefanya juhudi za kupatanisha kupitia pande zote mbili, na mgogoro unasimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na ofisi yake. Ndio. Ikaonekana huyo mwekezaji atoe maeneo sawa kwa ajili ya kucompensate wananchi. Okay. Hasa maeneo ambayo tayari wananchi wameshawekeza, wameshajenga. Ndio. Kwa upande wa kwetu sasa ametoa ekari 80. Sawa? Okay. Na wakaridhia kwa upande wa kwa sababu ni ardhi hiyo imeangukia halmashauri mbili, manispaa ya Kibaha na Kibaha vijijini kwetu, halmashauri ya wilaya ya Kibaha. Okay. Kwa hiyo kwa upande wa kwetu halmashauri ya wilaya ya Kibaha na upande wa manispaa ya Kibaha. Sawa? Ardhi ni shamba ni kubwa. Sawa? Kwa upande wa manispaa ametoa nafikiri kama ekari 250. Hizo zinaenda kwa manispaa. Na kule tena hakuna sijui kama kuna mgogoro. Kama mgogoro labda kwa kuwa sipo kule wanaweza kusemea wao wenyewe. Lakini kwa upande wa kwetu wametoa ekari 80 kupitia mikutano na wananchi wameshirikishwa na wakaridhia. Okay. Unaelewa? Na wakaridhia na mitasari ipo. Okay. Kwamba yule atoe ekari 80 na watu wakasaini. Hizi ni taarifa nazopokea na watu wakasaini. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ilikuwa ni sasa eneo lipimwe
la wananchi liwekwe pembeni, la mwekezaji lifahamike na mipaka yake hivyo, na taratibu zingine ziendelee. Na okay, inasemekana kuna baadhi ya watu hawajaridhia na hao ndio wana maeneo makubwa na wanadai walinunua na hati wanazo. Aha, sasa kama wana hati naomba waelekeze waje ofisini kwa sababu mgogoro unasimamiwa unashughulikiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na timu yake. Mimi nitawasilisha nyaraka zao kwa ajili ya maamuzi. Kwa hiyo naomba walete hizo hati, walete hiyo, kama kuna ramani, kuna michoro mingine imeibuka ndani ya shamba hilo, halafu tuwasilishe panapohusika. Okay. Lakini huu mgogoro umesimamiwa kwa muda mrefu. Tulikuwa tungeshapata hizo nyaraka au tungeshapata taarifa za uwepo wa hizo hati ndani ya hati mama. Yeah. Kwa hiyo kama labda hawakuleta, maybe hawakupata taarifa, hebu wawasilishe hizo nyaraka tuzipate, then tuzifanyie kazi. Okay. Sawa. Na unafahamu kwamba kulikuwa na upelekwaji wa grader kule kwa ajili ya kutizama mipaka na likapita likaharibu mazao ya watu, likavunja nyumba? Hiyo sifahamu. Okay. Hilo sifahamu, ndio. Sawa mkurugenzi. Ndio. Nilikuwa naomba unisaidie tu jina lako kwa ufasaha. Regina Bieda. Regina Bieda. Regina Bieda. Na okay. Asante. Asante, karibu. Haya, asante sana.